Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi naitwa Rajab Msami, ndiye nitakaye kuendeshea podcast hii, ikiwa ni mfululizo wa podcast zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan, podcast zilizojikita kwenye kuangazia wale ambao ni watumishi wa Qur'an katika maeneo mbalimbali. Ni kusihi tu ya kuwa uwe ni mwenye kufuatilia podcast hizi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kila siku muda na wakati kama huu utanufaika na kufaidika kwa kuwajua watumishi wa Qur'anul Karim katika nyanja mbalimbali na maeneo mbalimbali. Nikukumbushe pia unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms mbalimbali za podcast, ikiwemo Google Podcast, Spotify, kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini unaweza kufuatilia podcast hii kwa kuitazama kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo hilo la AD+ Swahili. Nenda huko, kuna podcast nyingi sana ambazo zimekwisha kufanyika, unaweza ukazifuatilia ukafaidika. Kwa leo nikukaribishe katika meza hii ya Ncha Kali Podcast tukiwa na mtumishi mwingine wa Qur'an kama ilivyo ada katika msimu wetu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tutapata fursa ya kumfahamu ni nani, lakini atatueleza pia anaitumikia Qur'an katika upande gani. Alafu baada ya hapo tutakuwa na mengi ya kuzungumza naye, na kuomba wewe unayetusikiliza na kututazama basi uwe pamoja nasi. Shekhe, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa hii uwasalimu wanaotutazama na kutusikiliza, lakini pia uweze kujitambulisha kwa majina yako na uelezee unaitumikia vipi Qur'an. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shuaib Ramadhan Shaabani. Mimi ni mkufunzi ama ni mwalimu wa Qur'ani katika kituo cha Ibnul Jazari Islamic School. Naam, Sheikh Shuaib, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast, na nikueleze tu ya kuwa tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na wewe mwenyewe katika kile ambacho unaitumikia Qur'an. Unasema ni mkufunzi katika kituo cha Ibn Jazar. Tutazungumza mengi sana kuhusiana na swala zima la ukufunzi wako, lakini safari yako na Qur'an. Lakini kwa sababu ni mkufunzi na tunaizungumza huduma yako katika Qur'an, na tupo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi ambao Qur'an imeshushwa, basi kabla hatujajikita katika mazungumzo yetu kwa siku ya leo, kwanza tupate dakika 2-3 hivi uweze kuisoma hiyo Qur'an, ili anayetusikiliza na anayetutazama aweze kuona na kufahamu ya kuwa leo tuko na mtumishi miongoni mwa watumishi wa Qur'an al-Karim. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin ahum khair am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, ni Ustadh Shuaib ambaye yeye anaitumikia Qur'an kama mkufunzi katika kituo cha Ibn Jazar. Tumeweza kumsikiliza akitusomea Qur'an kwa ufupi. Shekhe, twende moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu. Umetueleza wewe ni mkufunzi katika kituo cha Ibn Jazar, ambacho mashallah ni miongoni mwa vituo ambavyo vinafanya vizuri sana katika upande huu wa Qur'an. Kwanza niwape pongezi zenu. Lakini twende tukazungumze kuhusu wewe. Utupe historia yako kwa ufupi, lakini utuelezee safari yako ya kuisoma Qur'an tangu ulipoanza kuisoma mpaka hapo ambapo umeweza kufikia hatua ya wewe kuwa mkufunzi wa Qur'an katika kituo cha Ibn Jazar. Bismillahirrahmanirrahim. Kianza na historia yangu ya Qur'ani, kwanza kabisa nimeanza kuhifadhi Qur'ani toka nikiwa mdogo, kabla sijaanza shule ya msingi. Ukiwa na umri gani? Nikiwa na umri wa miaka 5. Inshallah. Katika mkoa wa Singida ndio ilikuwa safari yangu ya mwanzo kabisa katika kuhifadhi Qur'ani. Nimeanza kuhifadhi Qur'ani nikiwa na umri wa miaka 5, lakini baada ya hapo safari yangu iliendelea kama vile mpaka nilipofikisha umri wa miaka 14, ikiwa nimeshamaliza juzuu takriban juzuu 5. Hapo kiwa uko Singida? Hapo nikiwa niko Singida. Nilipomaliza shule ya msingi, basi tukaingia kambini kwa ajili ya Qur'ani. Kambini tumekaa miaka 2, basi Allah akajalia nikafikisha juzuu 10. Hapo nikiwa nishamaliza shule tayari, nipo free. Kwa bahati mbaya sikuendelea na masomo ya sekula, basi niingia kambini kwa miaka 2 hiyo nikapata juzuu 10. Baada ya miaka 2 basi ile kambi ikafa ile, basi tukawa tuko free. Kambi ilikuwa wapi? Huko Singida? Ilikuwa huko Singida. Okay. Basi ile kambi ikafa, lakini tukaendelea kwenda chuoni kama kawaida. Lakini kipindi hicho hatutokei kambi, tunatokea majumbani. Basi Allah akajalia mpaka nafikisha mwaka 2006, Allah akajalia ilikuwa nimehifadhi juzuu 15. Basi safari yangu ikawa imeishia pale kwa Singida. Allah akajalia tukapata nafasi kuenda katika kituo cha Ibnul Jazari Islamic School, ambaye kwa sasa ipo Mkuranga, mkoa wa Pwani. Kipindi hicho na juzuu 15. Basi ukatoka Singida sasa kuja Ibn Jazar? Ndio, nitoka Singida kuja Mkuranga pale 2006. Kipindi hicho na juzuu 15. Basi tukaendelea pale mwaka wa kwanza 2006, mwaka wa pili 2007, mwaka wa tatu 2008. Allah akajalia nikaweza kumaliza Qur'ani katika mwezi wa 3 2008. Qur'ani nzima nimehifadhi pale Ibn Jazar kwa kumalizia zile juzuu 15 ambazo zilizobakia. Basi safari yangu baada ya kumaliza masomo yangu ya mutawassit pale 2008, basi ndio huo mwaka kawa nimemaliza Qur'ani. Baada ya pale basi nikaa naendelea na masomo, lakini si rasmi ya dini. Nikaa ni kama tuition tu, nasoma kwa mashekhe Jamvini. Lakini kipindi hicho ikiwa nikiendelea kufanya muraja, lakini nikisaidia pale kituo cha Ibnul Jazari kama mwalimu msaidizi wa Qur'ani. Baada ya hapo
nikajiunga na chuo cha Al-Haramain Islamic Center kama kuendeleza masomo yangu ya dini kwa katika level ya thanawi 2024. Lakini kipindi hicho nikiwa bado ninaendelea kama msaidizi wa Qur'ani ama mwalimu msaidizi wa Qur'ani katika kituo cha Ibnul Jazari 2024, 2014, 2015, 2016. Allah kajalia nikamaliza masomo yangu ya thanawi hapo Al-Haramain 2026 na 16. Naam, 2016. 2014 mpaka 2016. Lakini kipindi hicho nasoma Al-Haramain, kuna mwalimu wa Qur'ani tunamuita yeye ni mkufunzi, alitoka katika mji wa Yemen. Aliletwa pale kwa ajili ya kuwatengeneza vijana wa Qur'ani na mimi nikiwemo. Yeye alikuja 2012, basi tukaanza naye taratibu kufanya naye muraja taratibu mpaka ikafikia 2016 namaliza Haramaini. Basi ndio mwaka huo ambao nikapata na mimi kama vile cheti cha kuruhusiwa kuweza kuhifadhisha Qur'ani ama kufundisha Qur'ani, inaitwa ijazatul Qur'ani riwayat Hafsi an Asim. Basi yule Mwarabu ama Yemen kama mkufunzi akaweza kututunuku sisi vyeti vya ijaza kwamba tumemaliza Qur'ani, lakini pia tunaruhusiwa kufundisha Qur'ani sehemu yoyote ile hapa duniani. Safari yangu ya Qur'ani nafikiria katika kuhifadhi Qur'an na kuendeleza Qur'ani hapo ilishia mwisho wa 2016 baada ya kupata ijaza. Baada ya 2016 basi 2017 nikapata fursa ya masomo kwenda kusoma katika miji ya Sudani kuendeleza elimu yangu ya dini kuanzia 2017 mpaka 2022. Baada ya kumaliza masomo kule, basi Allah kajalia nikarudi tena pale pale kituoni Ibnul Jazari, nikaja kuendeleza harakati za Qur'ani, lakini pia masomo mengine ya dini, hasa katika somo la dirasati Islamia, lakini pia masomo ya lugha ya Kiarabu. Sawa. Kwa safari hiyo kuanzia ukiwa na umri wa miaka 5, ijaza ulikuja kupata ukiwa na umri gani? Nilikuwa na umri karibia 25 kama sikosei. Kwa takriban ni safari ya miaka 20 ya Qur'an kuanzia ulipoanza kuhifadhi mpaka unakuja kupata ijaza, ni safari ya miaka 20. Kwa hatua ulizotutajia, kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiliza au anatutazama, miaka 20 sio kipindi kidogo. Kuna wanaotutazama ambao nao ni wanafunzi wa Qur'an sasa hivi. Katika kipindi hiki cha miaka 20 ambayo wewe umesafiri kuweza kupigania kukihifadhi kitabu cha Allah mpaka kufikia hatua ya kupewa ijaza, ulipitia changamoto gani? Kwa sababu miaka 20 ni muda mrefu na umepita maeneo mbalimbali, bila shaka vikwazo vilikuwepo, vigingi. Katika upande huo wa kupata tabu kuweza kupata kuhifadhi Qur'an kiwango cha kuweza kupewa ijaza uweze kuifundisha popote pale, kulikuwa na ugumu kiasi gani? Changamoto ambazo nimezipata ama nimekumbana nazo katika safari yangu ya Qur'ani, ningesema ni nyingi, lakini hazina uzito kivile, isipokuwa changamoto kubwa tu ambayo ilikuwa inanisumbua toka udogoni. Sehemu ambayo ilikuwa nikihifadhi, kwamba nyumbani na chuoni ilikuwa pana masafa marefu kidogo. Kwa kuna baadhi ya nyakati mida ya mchana ile kufuata chakula nyumbani kwa ni tatizo kidogo kwa sababu ya umbali. Kulikuwa na umbali takriban kilomita 1 na ziada kama sikosei. Kilomita 1 na ziada. Kwa hiyo kutoka safari ile kufuata msosi, kufuata chakula kule inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo changamoto kubwa hasa ilikuwa ni hiyo. Lakini changamoto ya pili ni kichwa changu ni kizito kidogo kutokana na wenzangu ambao walikuwa ni hifadhi pamoja. Wenzangu walikuwa wakinishinda sana katika kuhifadhi Qur'an, kiasi kwamba inatakiwa mimi ili niweze kuwa nao sambamba basi nitumie muda wa ziada
Mfano tumepewa muda wa lisali moja kuhifadhi safha moja. Lakini wenzangu wanaweza kakaa nusu saa kashamaliza ile safha. Wewe inakuhitaji muda zaidi. Muda umeshaisha, mimi na nusu ya safha. Kwa hiyo inabidi nitafute muda wa ziada ili niweze kumalizia ile nusu ya pili, niweze kuwa sawa sana. Hii uliitatuaje changamoto hii ya kuwa mzito kidogo? Nakuuliza swali hili kwa sababu kuna mwanafunzi anayetufuatilia pengine anajiona yeye ni mzito kiasi kwamba anaweza kwa kwenye tahfidhi mimi huku kwa kichwa changu kiasili basi sistahili kutokana na uzito wake. Wewe umegusia kwamba hii kwako ilikuwa changamoto. Uliwezaje kuitatua changamoto hii mpaka kuweza kufanikiwa kukamilisha kuhifadhi juzu zote 30 na kiasi cha kufikia hatua ya kupewa ijaza? Hii changamoto ya kichwa chako kuwa kizito uliitatuaje? Tupe mbinu kama kuna mbinu, ili kama kuna vijana wote wanaotazama ambao ni wanafunzi, ni watu ambao wanapambania tahfidh, basi waweze kupata mbinu hii na wasikate tamaa. Vizuri. Changamoto hii kwa kweli Allah alijalia kwamba sikuweza kurudi nyuma kutokana na uzito wangu wa kuhifadhi Qur'an. Kwa sababu ilikuwa ni kama mashindano na wenzangu. Basi ikanifanya kama ile ni chachu ya mimi kuweza kupambana zaidi ili niweze kutatua hii changamoto ya uzito wa kuhifadhi Qur'ani, niweze kwenda sambamba na wenzangu. Kwa hiyo kilichonifanya mimi kuweza kuvuka changamoto hii kwamba ni kutokukata tamaa. Mimi sikukata tamaa katika jambo la kuhifadhi Qur'ani. Kwamba hii changamoto ya uzito ilinifanya kwamba niwe na hamasa zaidi na kutafuta muda wa ziada ili niweze kufikia lengo la kuhifadhi Qur'an. Safari ya miaka 20 katika kuhifadhi Qur'an ni muda kidogo, sababu ukiangalia miaka 20 hii tukiweka katika umri wa mwanadamu, basi ni kijana ambaye barobaro kabisa, anajitambua, anajielewa. Kuna mengi umeyapitia, changamoto kadhaa umeweza kututajia. Kuna jambo gani ambalo wewe katika safari hii ya miaka 20 hutokuja ulisahau maishani mwako? Yaani kusema hiki katika safari yangu na Qur'an, hili siwezi kulisahau maishani mwangu. Kweli kuna siku moja kipindi tuko katika kituo cha Ibnul Jazari. Ilikuwa kawaida baada ya masomo basi tuenda kupumzika, lakini baada ya sala la asiri tunaingia kuhifadhi kazi mpya wanaita darsa alasiri. Kwa mpaka magharibi pale au kabla maghrib, basi uko umeshamaliza kazi zako, wewe hudaiwi tena kwa muda wako wa ziada ambao umeuandaa mwenyewe kuhifadhi kazi mpya. Sasa kitu ambacho sio kisahau, basi siku hiyo nimeingia zangu pale chemba, wanasema nimejificha na hifadhi Qur'ani. Lakini sasa kubaida al-maghrib saa 12 huwa kuna sehemu kwamba tukishamaliza kusoma Qur'ani, basi kuna sehemu naenda kupumzika kidogo, kutuliza ile kichwa. Sasa mimi kutokana na uzito wangu wa kichwa kuhifadhi Qur'ani, sikuwa tukihitajika kwamba tuhifadhi safha 2 kwa siku, maana karatasi moja. Siku hiyo mimi nikavutiwa na mimi niende kijiweni. Haiwezekani kila siku mimi naumia tu kuanzia saa 10 mpaka maghrib sipati hata stories za kijiweni pale, japo siku moja. Basi ningehifadhi safha yangu moja, ningesema hii nitamalizia baadaye. Kweli nikaondoka zangu pale, nikafuata wenzangu kijiweni. Piga story. Maghrib imeshafika, tukaingia katika ratiba zingine, sala na nini. Sasa lakini kipindi hicho wenzangu wameshamaliza kazi zao. Mimi wewe nadaiwa pale. Safha nzima nadaiwa. Maana ni karatasi moja. Safha moja nishamaliza, ya pili bado sijamaliza. Kaingia katika ratiba mpaka saa 4 muda wa kulala. Hapo nina usingizi lakini nadaiwa kazi. Nifanya nini sasa? Nitulia na ustadhi, nikikumbuka ustadhi ni mkali. Haiwezekani ukapita tu hivi siku imeisha hujapeleka kazi yake. Nikasema hapana, acha jitoe muhanga. Nikilenga zangu chemba kule, nikajificha. Sasa napitia ile kazi. Kazi, lakini kwa bahati mbaya maskini usingizi ukanizidi, nikalala pale chemba. Sasa usiku ustadhi alikuwa anapita na mwanafunzi kama kiongozi wetu pale, ukiangalia mazingira wanafunzi wameshalala, kuna nini chochote. Nastuka naamshwa na ustadhi, vipi?
mbele nilikuwa napitia hapa. Unapitia muda wa kulala, unapitia nini bwana? Kalale. Sasa ustazi akanichukua akanipeleka kwake, alikuwa kuna baraka kidogo, kuna chakula kimebaki pale. Kaenda kupiga vizuri. Safi. Sasa ushamaliza kula, je, nikalale ama niendelee na kazi? Lakini usingizi umeshanizidi, nafanya nini? Shashiba hapo hapa, kai tena. Ndoka basi nikaenda nikalala vizuri. Kesho asubuhi ningia darasani. Ustazi kakaa pale anasubiri kazi yake. Naenda narudi, watu wanatoka wanapeleka kazi, wanarudi, wanaenda wanarudi. Sasa zamu yangu sasa. Sasa igani kimbembe. Kwamba siwezi tena kupeleka ile kazi kwa sababu nimeshashindwa kuhifadhi. Basi nimehangaika. Natafuta sababu za ustazi mimi asije kaniita nikahifadhi Qur'an, lakini kanishinda ile. Basi mwisho wa siku tu nikamwambia ustazi, mimi kama ulivyonikuta usiku nilikuwa nahangaika na ile kazi yangu, lakini nikafeli kutokana na mazingira yaliokuwa. Kwa hiyo kwamba kwa leo nisameheke. Sasa siku hiyo basi ikani kama funzo kwangu mimi kwamba haiwezekani mimi nikaacha jambo la muhimu la lazima katika kuhifadhi Qur'ani afu nikaenda kuhangaika na story, kumbe ninadaiwa kazi ya muhimu. Sawa. Tumeangalia changamoto zako katika safari yako ya tahfidh, umetueleza. Kwa anayetazama anaweza kaona pengine kuna upande wa vikwazo tu na changamoto. Twende katika mafanikio. Mafanikio yako na Qur'an. Kwanza, ulishashiriki mashindano yoyote? Kama ulishiriki, perform vipi katika haya mashindano? Lakini mafanikio yako makubwa kabisa katika mashindano ya Qur'an, tangu katika mashindano yote ya Qur'an uliyoshiriki, mafanikio yako makubwa kabisa au hatua nzuri uliyofanya nzuri zaidi ilikuwa ni ipi? Katika mafanikio katika upande wa Qur'ani, kwanza nashukuru nimesha kushiriki mashindano ya Tanzania bara juzu 20, lakini pia nishashiriki mashindano Zanzibar juzu 25, ni pia nishashiriki mashindano nchini Djibouti juzu 30. Djibouti juzu 30. Nafikiri katika mashindano mengi sana ambayo nimeshiriki ni hapa ndani Tanzania, si nje ilikuwa ni mara moja tu nchini Djibouti. Djibouti. Nadhani hayo ni katika mafanikio yangu mimi ya Qur'an, na sikuweza kuwa nafasi zaidi ya kuweza kuhifadhi kwa sababu nilishaingia katika nyanja kama mwalimu. Kwa hiyo ikabidi nafasi nyingi sasa niwaachie wanafunzi waweze kushiriki mashindano ya Qur'an. Nadhani katika upande huo kwa ni hivyo. Tuende katika mafanikio ya kawaida ya kimaisha. Kuna dhana mbovu ambazo zipo katika jamii zetu, na kwa bahati mbaya Allah tusiri hata kwa jamii za Waislamu. Dhana mbovu iliyokuwepo, wazazi wengi wanaona Qur'an ni kitu tu ambacho mtu akisoma atafanya nini, kitamnufaisha vipi katika maisha yake. Tunatazama sana mafanikio ya kimaisha, mafanikio ya kidunia, wazazi wanaipima Qur'an kama kitu tu ambacho mafanikio yake ya kwa akhera tu, hapa duniani hakitomfaa mtu chochote. Katika upande wako, nafahamu kwa sasa ni mwalimu na unafundisha Qur'an, kwa maana Qur'an ndio ajira yako na ndio kinachokuendeshea maisha. Zungumzia mafanikio yako katika Qur'an katika upande wa kidunia. Nafahamu akhera ndio mafanikio makubwa na Allah ameshayaahidi hayo. Tuzungumzie haya maisha, mafanikio ya kimaisha. Shukuru. Mafanikio ya kimaisha duniani kwamba naweza nikasema kwanza nimepata sponsorship nyingi sana Qur'an. Mambo mengi ambayo nimeweza kudhaminiwa kupitia Qur'an. Miongoni mwa mambo hayo kwamba nilipata tiketi ya kwenda mimi Sudani bila kutoa chochote. Lakini wakati naenda kusoma kwamba tutakiwa sisi tulipie tiketi wenyewe. Kwa hiyo kupitia Qur'ani basi watu wakajitolea tu, watu wa Qur'ani mtu wape tiketi za bure hizi kwa ajili ya masomo. Yao ni miongoni mwa mafanikio. Lakini mafanikio mengine naweza nikasema mpaka sasa hivi na kibanda changu sawa kupitia Qur'ani. Kwamba watu wakaona huyu ana mchango katika jamii, tumsaidie kidogo tuweze kumnyanyua na yeye katika maisha yake ya hapa duniani. Lakini pia kuna mengi ambayo nayapata katika mafanikio ya kiduniani ambayo natamani yataje yote, lakini kwa uchache imetosha kwa hayo uliyataja, na nadhani
hata anayefuatilia anaweza kaona kwamba Qur'an na ile dhana yenyewe ambayo ilikuwepo katika vichwa vya wazazi wengi itakuwa inafutika, na mzazi anaweza kaona kwamba Qur'an inaweza ikawa ni kitu ambacho kuachilia mbali mafanikio ya akhera ambayo mtu atayapata, basi duniani panaweza pakawa pepesi sana kama atakuwa amehifadhi Qur'an. Sheikh Shuaib, mimi nikushukuru sana kuweza kushiriki nasi katika Ncha Kali podcast yetu siku ya leo. Tunafikia ukomo wa podcast yetu. Mwisho kabisa ni kuombe utoe nasaha. Nasaha hizi nitakuomba uzitoe katika makundi mawili mpaka matatu. Kundi la kwanza, wanasihi vijana ambao wanajifunza Qur'an, wanahangaika na kuhifadhi Qur'an. Kwa sasa hivi umepita huko kwa miaka 20, changamoto nyingi unazijua, mbinu nyingi unazijua, nasaha zako kwao. Nini washikamane nacho, nini wafanye ili kuweza kufanikiwa katika kuhifadhi Qur'an? Hilo jambo la kwanza. Lakini nasaha zako za pili ziende kwa wazazi ambao wengi kama nilivyotangulia kusema wanakuwa na dhana mbovu kwenye swala zima la Qur'an, na mkazo kwa vijana wao kwenye upande huu wa Qur'an unakuwa ni mdogo ukilinganisha na upande wa sekula. Na mwisho kwa Waislamu kwa ujumla, tukizingatia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa Qur'an, na saha zako kwa Waislamu kuhusiana na swala zima la Qur'an. Shukran sana. Nikianza na upande wa vijana ambao kwa sasa wanahifadhi Qur'ani, kwanza kabisa niwahusie jambo moja, al-ikhlas, kwamba wajitahidi sana kujipamba na ikhlas katika kuhifadhi kwao Qur'ani. Ikhlas ni nini? Kwamba kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba kuna mengi ambayo yanatokea hivi sasa katika maisha, yakiwemo mashindano ya Qur'ani, lakini sasa ile mashindano ya Qur'ani iwe kwamba wao ni kuwavuta tu waweze kuhifadhi Qur'ani, lakini isiwe ni lengo lao. Lengo lao kubwa hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Lakini pia kwa wale ambao wanahifadhi Qur'ani, al-azima fi hifdhi al-Qur'ani al-Karim, kwamba embo wao na azima ya kweli. Idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia kufanya jambo mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe utafanikiwa katika ile jambo ambalo umelikusudia. Lakini tatu, niwahusie kwamba wasikate tamaa kutokana na changamoto ambazo wanapitia, kwamba zile changamoto ziwe ni kama ni kuhamasisha wao basi waweze kuliingia jambo kiukweli bila ya kukata tamaa. Pili, wazazi wana fikra mbovu kuhusiana na swala la Qur'ani, kwamba wanafikiria kwamba mtu anapohifadhi Qur'ani basi masomo ya shule anakuwa hayawezi. Kiusahihi hapana. Nafikiri Qur'ani ndio inamtengeneza mwanafunzi akawa mzuri zaidi pande zote. Katika masomo ya shule atakuwa vizuri kwa sababu Qur'ani inafanya kusafisha kile kichwa chake. Kwa hiyo anapohifadhi Qur'ani afu akiingia shuleni, basi kichwa kinakuwa ni chepesi mno kuweza kuyakamata yale mambo ya shule. Mwisho ni wahusie Waislamu, tuhimize sana katika kuwahamasisha vijana kuhifadhi Qur'ani, kwani Qur'ani ndio mwongozo wa maisha ya hapa duniani na kesho akhira. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qur'an ndio mwongozo wa maisha hapa duniani, lakini kesho akhira. Ni nasaha hizo kutoka kwa Sheikh Shuaib ndizo ambazo zinatufungia Ncha Kali podcast yetu kwa siku ya leo. Mimi naitwa Rajab Msame, tulikuwa naye Sheikh Shuaib Ramadhan ambaye yeye ni mkufunzi wa Qur'an katika kituo cha Ibn Jazari Islamic School pale Vikindu Mkuranga. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada. Nikusihi tu mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali podcast ya kuwa kesho pia ni siku, muda na wakati kama leo. Usikae mbali na runinga yako, lakini pia usikae mbali na njia yote unayotumia kutufuatilia ili uweze kufuatilia podcast yetu kwa siku ya kesho. Baada ya kusema hayo, hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Ustadh Shuaib Ramadhan. Tunakuaga kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.